Okay, hope you all mnaendelea poa, na this is another session na ilikuwa ni upande wa currencies pair. Nitaenda kukuelezea mimi kwa lugha nyepesi. I think it won't be a difficult issue to you to understand. Like, unapotaka kufanya biashara forex inabidi uwe na two currencies. Unatakiwa uwe na main currency na nyingine na minor. Like, unapotaka kufanya biashara unatakiwa una vitu viwili, uwe na kimoja na kingine, ambacho kimoja utabadilishana kingine ili wewe upate faida. So there must be two currencies like USD and Japanese yen. Unapotaka kubadilisha pesa juu ya dola ya Marekani pamoja na pesa ya Japan, unapojaribu kufanya exchange, hapo ndio ambapo sasa tunazicombine, tunatengeneza soko moja, tunawaweka pembeni, tunasema okay, hapa ndipo ambapo mabadilishano kati ya dola ya Marekani na pesa ya Japani yanafanyika. So those two currencies, they combine them and they call them USD-JPY. So unapoingia kwenye MT4 your trading view or whatever the place ambao unaingiaga kwenda kuangalia soko la forex market, utakuta kuna pair mbili, yani unakuta currencies zimebebanishwa kama pacha, ambapo kuna moja ambayo ni kubwa, nyingine ni ndogo. So why they called it the base currency and the core currency? Kwa sababu kuna moja inatakiwa iwe kubwa na nyingine inatakiwa iwe ndogo, na ukubwa wake na udogo wake inategemeana na ukubwa na udogo wa nchi husika. Ndio maana uwezo ukakuta kuna Japanese yen vice US dollar, like unatakiwa uanzie US dollar vice Japanese yen. Ukiwa umeandikiwa euro USD, means base is what? Base is the first currency, so it's euro, and then US dollar will follow kwa sababu euro is greater than US dollar. So that is simple way, lakini the main concept is unapozi combine these two, inamaanisha ya kwamba umeiziweka katika mfumo wa mabadilishano. Hilo ndo soko unalodili nalo. Ndio maana wengine wanakuambia usipende kutrade many pairs. Mara una trade euro USD, USD JPY, una trade mara upo una trade BTC USD, una trade gold, like stick with one pair kwa sababu hilo ni soko moja. If you master one pair, you will go with another pair and you will go, that's the formula. So unapotamani kuanza kuelewa kwa nini zinakaa hizi mbili na kwa nini hizi mbili zina stand hivyo, ni kwa sababu on the business you need two things, like those two things they will combine them and tutaliita separate soko. Kwa unapoingia, unapo click to see it, ndio maana unakutana na chart ambayo inaonyesha soko la mabadilishano kati ya dola ya Marekani pamoja na Japani, pesa ya Japani. So unapofika mwendani utakutana na hilo soko, then you will decide either to buy it or to sell it. Sasa mfumo unasema kwamba you will always buy, but you will sell in a differentiate way of buying. I see like I'm confused. So nafikiri zamani tunakumbuka ile masuala x and y, ule zile graph means kwamba there is an x and y, mstari wa x and y, and pale katikati tunapata thamani ya muhimili unaendeleaje sasa, ya kwamba mfano kadi za kliniki, si mnakutana huku uzito na urefu, alafu maendeleo ya mtoto yanakuwa recorded hapo katikati, kama yanakuwa au yanafanya nini, yanadidimia. Sasa ndivyo ilivyo kati ya hizi pair mbili. So tunapokutana na pair mbili, basi tutaweka upande mmoja USD, upande mwingine JPY. So maendeleo yake sasa ndo tunakutana nayo hapo katikati. Je, yanakuwa au yanafanya nini, yanashuka. Lakini zote ukitaka kununua euro, you will buy euro. Ukitaka kununua JPY, you will buy JPY. If you want to sell it, it will be the vice versa. Means if you want to sell it, there will be another currency that you will buy. Means unapo buy kwenye pair ya USD JPY, means umenunua dola, unauza yen. Unapo sell means ya kwamba unanunua yen, unauza dola. So kama utaelewa hapa vizuri juu ya hizi core currency and base currency, nadhani kwenye technical matter tutaelewa vizuri pale ambapo tutaweka chart ili kuonyesha sasa ile mihimili ya mabadilishano ya pesa katika soko la mabadilishano tena ya euro USD au ya USD JPY or whatever the pair is. Lakini pairs zinatakiwa ziwe mbili, currency mbili ambazo zinabadilishana, ndio maana tutakuwa na ya kwanza na ya pili. Na unayoiona inakaa ya kwanza, jua kama ndio ina nguvu kuliko ya pili. So kuna vitu ambavyo nadhani nishajifunza. Sasa hivi tumetoka kwenye kuijua forex ni nini, participant ni wakina nani, na tumeshajifunza juu ya hasara na faida za
ili soko la forex. Sasa tumejifunza juu ya currencies ambazo nimesema kwamba lazima tuwe na vitu viwili vya mabadilishano. Mizi utakuwa na pesa za nchi mbili tofauti, nchi moja na nchi nyingine, hapo ambapo ndio unapofanya mabadilishano kati ya pesa ya nchi moja kwenda pesa ya nchi nyingine. Kwenye mabadilishano yake sasa ndio utapata faida. So from that point tunaenda sasa, ili soko lina run masaa 24. Lina ranije masaa 24? Kumbuka dunia ni duara, linapozunguka kuna mwingine wakati ambapo sisi tunaona mchana, mwenzetu anapoona usiku, na tumesema hii biashara ni global, means kama the whole world is participating. So if the whole world is participating, so which means tunatakiwa tuiendeshe hii 24 hours, kwa sababu wakati mwingine ameamka, mwingine ndo anaenda kulala, wakati mwingine anaenda kulala, mwingine anaamka, na soko inabidi rerun 24h. So how it run is another session. Stay with me.